هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجاهلين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja bwana wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumo katika masiku matukufu mno, masiku ya mwezi wa Shaaban, ambao mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao mansubun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mwezi ambao umenasibishwa kuwa ni mwezi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama annahu, kama ilivyo kwamba Rajab, mwezi wa Rajab mansubun ila Allahi Ta'ala, ni mwezi ambao umenasibishwa kuwa ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama ilivyokuwa shahru Ramadhan, mwezi mtukufu wa Ramadhan mansubun ila ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mwezi ambao umenasibishwa kuwa ni mwezi wa umma wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo utaona umma bora wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea mwezi wake ambao ni mwezi wa Rajab, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea mwezi wa mtume wake ambao ni mwezi wa Shaaban, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea mwezi wa umma wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa mazungumzo yetu ya leo ni huu mwezi uitao ni mwezi wa Shaaban ambao ni mwezi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, mwezi wa Shaaban ambao ni mwezi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa sisi Waislamu tumwaminie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha tukawa ni wenye kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, huu mwezi wa Shaaban una maana gani kwa Muislamu aliyemwamini kweli kweli Mwenyezi Mungu na akamwamini kweli kweli mtume wake? Huu mwezi wa Shaaban
ni mwezi wa aina gani kwa Muislamu huyu? Ndugu zangu, mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao ulikuwa ukitambulika kama ambavyo utambuliwa mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao una jambo kubwa la kufanya. Kama kuna mambo ya maana ya kufanya katika mwezi wa Shaabani, basi la maana mno la kufanya katika mwezi wa Shaabani ni kufunga mwezi wa Shaabani, as-sawm, kufunga. Muislamu yule ambaye anayemjua Mwenyezi Mungu na mtume wake aelewa mwezi wa Shaabani sio mwezi wa bure bure. Hauwezi kumpita Muislamu tu namna unavyompita kama anavyopitwa na miezi mingine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaambiwa yeye mtume mwenyewe, wacha mimi na wewe mtume, wacha masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sizungumzi kuhusu masahaba wala sizungumzi kuhusu wewe, umzungumza mtume mwenyewe ambaye ni qudwatun hasana lana, ambaye ndio kiigizo chema kwetu sisi Waislamu. Mtume yeye mwenyewe kana yasumu hadha shahr, alikuwa anaufunga mwezi huu, wa yasilu siyamahu bi shahr Ramadhan, mpaka hakikisha kwa wingi wa namna anavyofunga katika mwezi wa Shaaban, mpaka ukutanisha zile funga zake na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maana yake nini? Kana kathiru so, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ni mwingi wa kufunga katika mwezi wa nini? Mwezi wa Shaaban. Na ilikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si akifunga tu kisha akiwacha masahaba zake, bal alikuwa akiwaambia masahaba zake kuhusu mwezi wa Shaaban, anawaambia Shaabanu shahri. Tazameni maneno haya mazuri. Bwana Mtume anawaambia masahaba zake, Shaabanu shahri, mwezi wa Shaabani ni mwezi wangu. Man sama yawman min shahri, atakayefunga siku moja katika mwezi wangu, wajabat lahu aljanna, ni wajibu mtu huyu kuipata nini? Pepo. Tumewaambia nani? Masahaba zake. Tumesema mtume alikuwa akifunga kwa wingi katika mwezi wa nini? Wa Shaaban, mpaka usemekana funga yake ukutana na nini? Na mwezi wa Ramadhani. Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam awaambia nini masahaba zake? Anawaambia masahaba zake, hakika Shaabani ni nini? Ni mwezi wangu, na atakayefunga siku moja tu, aje sema siku 5, aje kwambia ukafunge siku 10, anakuambia lau utafunga siku moja tu katika mwezi wa Shaabani, anasema bwana mtume, atakayefunga siku moja, wajabat lahu aljanna, mtu huyu ni wajibu kwake yeye kuipata pepo. Maana yake nini? Kutiba min ahli aljanna, huandikwa katika watu wa wapi? Wa peponi. Kufunga siku ngapi? Siku moja katika mwezi wa nini? Wa Shaaban, sio siku 3. Mkumbuke katika riwaya tuliyopata kuisoma katika mwezi wa Rajab tulisema nini? Man sama 3 ayami min Rajab, atakayefunga siku 3 katika mwezi wa Rajab, wajabat lahu aljanna, ilikuwa muwajibu kwake yeye kuipata nini? Pepo. Lakini kwa kufunga siku ngapi? 3 days. Mwezi wa Shaaban, bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man sama yawman min shahri, atakayefunga siku moja, 1 day, sio 3 days, 1 day, atakayefunga siku moja tu, wajabat lahu aljanna, mtu wajibu kupata nini? Pepo. Mwezi wa Shaaban, kufunga siku moja tu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam azungumza na masahaba zake. Al-Imam Sadiq alayhi salam, Al-Imam Sadiq, tumwache mtume. Al-Imam Sadiq alayhi salam, katika imamu 12 yeye anamzungumza Al-Imam Sajjad alayhi salam, amzungumza imamu aliyemtangulia,
amzungumza kuhusu huu mwezi wa Shaaban. Anasema al-Imam Sajjad, al-Imam Sadiq mzungumza al-Imam Sajjad, asema kana Sajjadu idha dakhala Shaaban jamaa ashaba. Alikuwa al-Imam Sajjad idha dakhala Shaaban, unapoingia mwezi wa Shaaban, al-Imam Sajjad salawatullahi wasalamuhu alayhi kana yajma'u ashaba. Wallah, alikuwa anakusanya masahaba zake wote. Al-Imam Sajjad unapoingia nini mwezi wa Shaaban, unapoingia tu unapoingia mwezi wa Shaaban, anaamrisha al-Imam Sajjad masahaba zake wote wakusanyike mbele ya al-Imam Sajjad. Anatuambia nani? Al-Imam Sadiq. Haya, akishawakusanya al-Imam Sajjad alayhi salam, huambia nini wale wafuasi wake? Tazameni maneno haya. Al-Imam Sajjad anapokusanya na waambia, ya ashabi ataduruna ma hadha ash-shahr. Abauliza, baada ya kuwakusanya al-Imam Sajjad anawauliza wale wafuasi wake, je, mwaujua mwezi huu? Mwajua nyinyi mko katika mwezi gani? Kama ambavyo namna sisi tulivyo, lau mimi na kuulizeni, je, mwaujua huu mwezi tulouingia? Mwajua mko katika mwezi gani? Sasa al-Imam Sajjad alayhi salam auliza wafuasi wake, je, mwaujua mwezi huu? Al-Imam Sajjad alayhi salam akawaambia, hadha shahrun Shaaban. Akamwambia, huu mwezi huu ni mwezi wa Shaaban. Awafahamisha mwezi gani kwa wale wasiojua mwezi gani, kwa wale wasiojua thamani ya mwezi wa Shaaban, kwa wale wasiojua uzito wa mwezi wa Shaaban, kwa wale wasiojua qima ya mwezi wa Shaaban. Al-Imam Sajjad hutumia fursa baada ya kuwakusanya, anawaambia huu ni mwezi wa Shaaban. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, kisha al-Imam Sajjad anawaambia kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawaambia masahaba zake kuhusu mwezi wa Shaaban, anawaambia, Shaabanu shahri, hakika mwezi wa Shaabani ni mwezi wangu. Tamam, tuko sawa sawa? Awaambia nini? Awaambia mwezi wa Shaabani ni mwezi wa nani? Sio Mwenyezi Mungu, sio mwezi wa umma wa bwana mtume, sawa sawa? Anawaambia ni mwezi wangu mimi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Okay, tufanye nini ikiwa mwezi wa Shaabani ni mwezi wako ewe mtume? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawafundisha masahaba zake nkipi cha kufanya, nkipi watakiwa kukifanya katika mwezi wa Shaaban. Akawaambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam masahaba zake kwa maneno yasimuliwayo na al-Imamu Sajjad alayhi salam, anawaambia masahaba zake, fasumu hadha ash-shahr, fungeni mwezi huu, na namna ya kufunga mwe mna malengo mawili. Mnapofunga mwezi wa Shaaban mfunge kwa malengo mangapi? Mawili. Usitafute lengo lingine, malengo mawili tu. Funga mwezi wa Shaaban kwa malengo mawili. Haya malengo mawili yapi? Al-Imam Sajjad anasema haya malengo mawili, malengo wakiambiwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waufunge mwezi wa Shaaban kwa malengo mawili. Lengo la kwanza akawaambia, fasumu, fungeni hadha shahr, mwezi huu, hubban linabiyikum. Nukta ya kwanza, fungeni kwa kumpenda mtume wenu. Number 1. Kwa hiyo ukiendea funga ya mwezi wa Shaabani, funga yako hiyo itakuwa na lengo la kwanza kwamba unafunga hubban linabiyik,
wafunga kwa kumpenda mtume wako, mwezi wa mtume wako. Ikiwa wewe kweli wampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajivunia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umemfanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ni role model wako, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo kiigizo chema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi mwezi wake utaufunga hubballah, kwa kumpenda Mtume. Kisha akawaambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wataqarruban ila rabbikum, lengo la pili mufunge mwezi wa Shaabani kwa kujikurubisha kwa Mola wenu. Kwa malengo mangapi? Mimi nafunga mwezi wa Shaabani kwa malengo makuu mangapi? Mawili. Lengo la kwanza, ninafunga mwezi wa Shaabani hubban linabii, kwa kumpenda mtume wangu. Kisha namba ya pili, taqarruban ila rabbi, jambo la pili ninafunga kwa kujikurubisha kwa nani? Kwa Mola wangu. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, wataka thawabu nilizozisema za bwana mtume, atakayefunga siku moja mwezi Shaaban, wajabat lahu aljanna, wajibu kwake yeye kupata pepo. Ikiwaje? Atafunga hubban linabiyhi wa taqarruban ila rabbih, atafunga kwa kumpenda mtume wake, lakini kwa kujikurubisha kwa nani? Kwa Mola wake. Al-Imam as-Sajjad anasema, bal mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akawaapia masahaba wale, hakuwaeleza tu maneno hayo kwamba wafunge kwa kumpenda mtume na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, bal akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema, uqsim biman nafsi biyadihi. Afwan, al-Imam Sajjad akasema, na kuwapieni enyi masahaba zangu, mimi nimemsikia, anasema sami'tu Abil Husaini, nimemsikia baba yangu al-Imamu al-Husain yaqul, anasema sami'tu Amiral Mu'minin, nimemsikia Ali bin Abi Talib yaqul, anasema man sama Shaabana, atakayefunga mwezi wa Shaabani hubban li rasulillah, kwa malengo yale mawili tuliyosema, hubban li rasulillah, kwa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa taqarruban ila Allah, na kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anavuna mambo mawili. Sikilizeni sawa. Atakayefunga siku moja ya mwezi wa Shaabani kwa kumpenda mtume wake na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atapata mambo mangapi? Mawili. Haya mambo mawili, anasema al-Imamu Sajjad, nimemsikia al-Imamu al-Husaini baba yangu akiniambia, lakini baba yangu al-Imamu al-Husaini alayhi salam anasema amemsikia Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, kwamba anasemaje? Anasema atakayefunga siku moja kwa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atapata mambo mawili. La kwanza, ahabbahu Allah, wallah, kwanza atapendwa na Mwenyezi Mungu. Uingia katika waja, huingizwa katika kundi la waja ambao hupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana yake kwa lugha nyingine, huwa katika vipenzi ambavyo vinapendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake. Nani hatamani katika sisi kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Nani katika sisi unatafuta fursa ya kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Funga siku moja ya mwezi wa Shaaban. Anatuambia Amirul Mu'minin kwamba atakayefunga siku moja tu kwa kumpenda mtume sallallahu na kujikurubisha, jambo la kwanza, ahabbahu Allah, upendo na Mwenyezi Mungu. Lakini akasema jambo la pili analolipata, wa aujaba lahu aljanna,
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwajibishia pepo, humpa pepo. Ni wajibu kwake yeye kuipata pepo, ai kutiba min ahli janna, huandikwa katika watu wa nini? Wa peponi. Nani katika sisi atamani au hatamani jina lake liwe katika watu wa peponi? Mwanadamu tembea na umauti, sio? Mwanadamu tembea na umauti, mwanadamu namna alivyotembea na umauti. Wajuaje kwamba kesho ni siku yako ya mwisho tu? Sasa waambiwa lau utafunga siku moja mwezi wa Shaaban utapendwa na Mwenyezi Mungu. Wasubiri nini? Utafunga siku moja mwezi wa Shaabani utaandikwa katika watu wa nini? Wa peponi. Wasubiri nini? This is your chance. Fursa. Wewe ni fursa. Kuna wangapi leo wanatamani wangalikuwa na afya njema waikute Shaaban kisha wafunge? Kuna wangapi waliotangulia mbele ya haki walitamani kuendelea katika maisha yao wakute mwezi wa Shaaban? Wewe una nini? Una gold chance. Umeingia katika nini? Mwezi wa Shaaban. Gold chance ni ipi? Una uwezo wa kujiandikia katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu na waweza kuandikwa katika watu wa nini? Wa peponi. Ndio maana kwa ukubwa na uzito wa mwezi wa Shaaban, mmoja wa wafuasi wa al-Imam Sadiq alayhi salam anaitwa Safwan. Sikizeni kisa kizuri hiki. Uzito wa mwezi wa nini? Wa Shaaban. Tuuelewe huu mwezi wa nini? Wa Shaaban. Al-Imam Sadiq alayhi salam anamwambia Safwan, anamwambia hutha man fi nahiyatika ala sawm Shaaban. Anamwambia himiza kila aliyekuwa pembezoni mwako, muhimize kila aliyekuwa pembezoni mwako, muhimize kufunga mwezi wa Shaaban. Una rafiki yako, muhimize. Usifuana ngwa, nenda kila alokuwa mtu wako karibu, kila alokuwa karibu yako, muhimize kufunga mwezi wa Shaaban. Imiza wanao wenye uwezo wa kufunga wafunge mwezi wa Shaabani. Muhimize mkeo afunge mwezi wa nini? Wa Shaabani. Hakikisha unamuhimiza mumeo kufunga mwezi wa nini? Wa Shaabani. Muhimize baba yako kufunga mwezi wa Shaabani. Muhimize mama yako kufunga mwezi wa Shaabani. Wahimize rafiki zako kufunga nini? Mwezi wa Shaabani. Anaambiwa Safwan, himiza kila aliyekuwa karibu yako kufunga mwezi wa nini? Wa Shaaban. Safwan akamwambia al-Imam Sadiq alayhi salam, akamwambia ju'iltu fidaka fi shay'a, akamwambia ewe Imam, al-Imam Sadiq, hivi kuna kitu chochote kweli? Kuna kitu gani watapata lau mkiwahimiza mimi kufunga mwezi wa Shaaban? Naweza nikafanya juhudi, sio? Nikamuhimiza kilalo kwa pembezoni mwangu mimi afunge mwezi wa Shaaban, nikamuhimiza sawa sawa, nikampa maneno mazuri, nikamueleza vizuri, nikamueleza kwa upole mpaka akaelewa, nikakaa naye vizuri mpaka akanielewa. Naweza mimi nikawahimiza kila aloko upande wangu, kila aloko karibu yangu afunge mwezi wa Shaaban. Lakini niambie Imam, kuna kitu chochote? Watapata kitu? Au ni just tu kuhimiza na nini mwezi wa Shaaban kufunga? Au kuna kitu? Al-Imam Sadiq alayhi salam akamwambia naam, akamwambia ndiyo kuna kitu. Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kana idha raa hilala Shaabana, alikuwa anapoona muandamo wa mwezi wa Shaabani, amara munadiyan yunadi fil Madina, anamuamrisha yule mpiga mbiu atembee katika mji mzima apige mbiu. Yeye kaambiwa tu amuhimize kila nani aliyekuwa karibu yake, jirani yake, rafiki yake, mtu wake karibu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa zaidi.
Mtume alikuwa akimwamrisha yule mpiga mbiu azunguke mji wa Madina. Mji wa Madina wote unapoingia mwezi wa Shaaban, kazi yake akapige mbiu. Wakati anapiga mbiu aseme maneno yafuatayo. Awaambie, ya ahala Yathriba, enyi watu wa Madina. Yule mpiga mbiu aseme, inni rasulu, mimi ni mtume. Nimetumwa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilaikum, nimetumwa kwenu nyinyi. Ndio apiga mbiu hapo, awaimiza watu wa Madina, enyi watu wa Madina, mimi ni mjumbe, nimetumwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenu nyinyi. Mtume asemaje? Ala inna Shaabana shahri, Mtume anasema hakika Shaabani ni mwezi wangu. Farahimallahu man aanani ala shahri, Mwenyezi Mungu amrahamu kila ambaye atakuwa ni msaada katika mwezi wangu. Msaada gani? Yule mpiga mbiu azurura mji wa Madina, asema Mtume anasema hakika mwezi wa Shaabani ni mwezi wake, Mwenyezi Mungu amrahamu kila ambaye atakuwa ni msaada katika mwezi wangu. Kisha thumma qala inna amira almu'minina, lakini Ali bin Abi Talib baada ya kuwa anamsikia yule mpiga mbiu wa bwana Mtume, toka msikie Ali bin Abi Talib yule mpiga mbiu wa bwana Mtume anasema Mwenyezi Mungu amhurumie yule ambaye atakuwa msaada katika mwezi wangu. Ali bin Abi Talib anasemaje? Anatuambia kwamba alikuwa Ali bin Abi Talib alayhi salam yakul, anasema ma fatani sawmu Shaabana mundu sami'tu munadi ya rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yunadi fi Shaabana. Anasema Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib, toka mimi nimemsikia yule mpiga mbiu wa Madina akituambia sisi masahaba kwamba Mwenyezi Mungu humuhurumia yule mwenye kuwa msaada wa bwana Mtume katika mwezi wake. Anasema Ali ibn Abi Talib, sijawahi kupitwa na funga ya mwezi wa Shaaban. Hajawahi. Toka msikie nani? Mpiga mbiu. Anasema sijawahi kupitwa na funga ya nini? Ya mwezi wa Shaaban. Mpaka ikafikia hatua al-Imam Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib anasema sawmu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah. Anasema kufunga miezi miwili iliyofuatana, hii ni tauba kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kupata tauba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga ya miezi miwili ipi? Shaaban na Ramadhan. Ikafikia hatua anena Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib atuambia sawmu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah. Kufunga miezi miwili iliyofuatana, ukafunga Shaaban na ukafunga na mwezi wa Ramadhan, wapata toba. Mwenyezi Mungu kusamehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukupokea vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukupokea katika mazingira ambayo huna dhambi tena. Ndugu zangu, mambo ya kufanya mbali na funga niliyozungumza na niliyohimiza, lakini katika mambo ambayo ni ya muhimu kuyafanya, lau akatoka mtu akasema mimi sio katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawapa afya ya kufunga, je, naweza kufanya nini? Yuko mtu ana uwezo wa kufunga. Sasa asiyekuwa na uwezo wa kufunga katika mwezi wa Shaaban, je, anaweza kufanya nini katika mwezi wa Shaaban? Aweza kufanya mambo gani katika mwezi wa Shaaban ikiwa hana uwezo wa kufunga? Basi kuna mambo kadhaa aweza kuyafanya. Jambo la kwanza, an yaqula fi kulli yawm 70 marra, aseme kila siku mara 70. Aseme nini? Aseme astaghfirullah wa as'aluhu tauba.
kwa siku atasema maneno haya mara 70. Astaghfirullah, na muomba Mwenyezi Mungu msamaha, wa as'aluhu tauba, atafanya mara ngapi? Mara 70. Hana uwezo wa kufunga. Sasa yule mwenye uwezo wa kufunga na akasema, fabiha wa ni'ma. Lakini jambo la pili ambalo aweza kulifanya, an yastaghfira kulla yawm 70 mara, ni kutaka msamaha, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa siku. Amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha mara 70. Qaila, namna ya kumuomba msamaha ni kusema maneno haya, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ibara hii, sentence hii anaitakiwa aiseme mara ngapi? Aiseme mara 70. Ndo namna ya kuletea kuomba msamaha au ya kuleta istighfar. Lakini jingine ni kwamba ayatasaddaq, awe atoe sadaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia ana uwezo wa kutoa sadaka kwa chochote, tabaan chochote. Hiyo sadaka ambayo mara nyingi sisi twazani sadaka lazima jambo kubwa. Jamani, kile ulichonacho, kile unachoweza, waweza kutoa sadaka. Chochote ulichokuwa nacho waweza kutoa sadaka. Chochote unachoweza waweza kutoa sadaka. Kwa kutoa sadaka katika mwezi wa Shaabani ni jambo la muhimu sana. Al-Imam Sadiq alayhi salam, wa bi ahtatim, sikilizeni ya maneno mazuri na malizia kwa maneno haya. Al-Imam Sadiq alayhi salam siku moja ameulizwa an sawm ya Rajab, kaulizwa kuhusu funga ya mwezi wa Rajab. Aulizwa vipi funga ya mwezi wa Rajab? Al-Imam akasema, aina antum an sawm Shaaban? Akasema, nyinyi mbona hamuulizi funga ya mwezi wa Shaabani? Nyinyi mbona hamuulizi funga nini ya mwezi wa Shaabani? Faqala lahu rawi, yule mpokezi akamwambia al-Imamu Sadiq, ya bana Rasulillah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ma thawabu man sama yawman min Shaabana, je, ana thawabu gani atakayefunga siku moja katika mwezi wa Shaaban? Faqala al-Imamu Sadiq akasema, al-jannatu wallahi, ni pepo na kuapia siku moja tu. Kwa nini amewaambia mko wapi nyinyi na mwezi wa Shaaban? Maulizi ya Rajab. Kwa sababu tulisema katika riwaya ile ya mwezi wa Rajab, mwenye kuipata pepo ni atakayefunga siku ngapi? Siku 3. Lakini mwezi wa Shaaban anaandikwa katika watu wa peponi atakayefunga siku ngapi? Siku moja. Ndo al-Imamu Sadiq akamwambia, mko wapi nyinyi nafunga ya nini? Ya Shaabani. Akaulizwa, mvipi atakayefunga siku moja katika mwezi wa Shaaban? Akamwambia, atakayefunga siku moja katika mwezi wa Shaaban, al-jannatu wallah, anapata pepo na kuwapieni. Nani? Al-Imamu Sadiq. Kisha akaulizwa faqala rawi, akamuuliza, ma afdalu ma yuf'alu fihi, kitu gani bora cha kufanyika katika mwezi wa Shaaban without kufunga? Kuna kitu gani kingine bora aweza kufanya mtu? Akasema, qala as-sadaqa, kutoa sadaka, wal istighfar, na kuleta na kuomba msamaha. Haya mambo mawili. Baada ya funga mkutoa sadaka, baada ya sadaka mkumuomba Mwenyezi Mungu nini? Al-istighfar. Kisha rawi hakutosheka, akamuuliza al-Imamu salawatullahi wasalamuhu alayhi mambo mengi, lakini kwa hayo mawili ni ya muhimu sana, as-sadaqa wal-istighfar, kutoa sadaka pamoja na kuomba msamaha. Kisha la mwisho, an yakula fi Shaaban 1000 marra, aseme katika siku ya Shaabani mara 1000. Wale wenzangu na nini wavivu, mara 1000 shekhi, mtajibisha Mungu kwa kweli aliyoshiba. Mara 1000 shekhi. Tujiulize mimi na yeye kuswali tu zile adhkar za sala shekhi, zile adhkar za sala tu zile takbir, Allahu akbar, sema Allahu liman hamid,
ukizileta zenyewe usilete vizuri. Sasa hii watakiwa ulete mara ngapi? Mara 1000. Watakiwa ulete hii mara 1000. Ulete sentensi hii mara 1000. Yani useme mara 1000 la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-mushrikun. Mara ngapi? Mara 1000. Katika mwezi wa nini? Sinaangalia mimi unajuaje kama nafanya, sio? Kila mtu atazame nini upande wake, sio? Kila mtu ajitizame nini mwenyewe, Waweza mara 1000, sadikoni humu ndani katika hizi nyuso hakuwezi kosekana wanaoweza kuleta hii mara 1000. Na atakayeweza kuleta mara 1000 basi atukumbuke katika dua yake. Atukumbuke na sisi katika dua yake. Akiweza akakaa chini, kweli kweli jamani, kuna watu tunaweza tukakaa hapa, lakini kuna watu shekhi aweza mara 1000 sentence moja shekhi anaweza akachukua pembe ile usiku akatoka kulala, akacha kitanda, akatafuta pembe, akaketi, kaeka msala wake. Na ni kweli, kwa sababu kuna mtu mwingine bwana sala la kuswali ni, lakini ukimwambia nyoradi sala la kuswali, pengine hata sala za siku ngumu, ukimwambia nyoradi piga 1000 anaweza shekhi, akakaka kumuta 1000. Sasa katika sisi yule atakayejaliwa kuileta mara 1000 hii, atukumbuke na sisi. Na inshallah kwa baraka ya mwezi huu wa Shaaban, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufunga huu mwezi wa nini wa Shaaban. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuandike inshallah kwa funga tutakazofunga katika mwezi wa Shaaban, atuandike min ahli janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga haya masiku ya mwezi wa Shaaban, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika vipenzi vyake inshallah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi